Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin anazitambia nchi za magharibi akisema kwamba katika mataifa ya magharibi hakuna mwanamume mwenye uwezo wa kupambana na Warusi. Rais huyu wa Urusi amesema kwamba katika mwaka 2022 walianzisha operation maalum ya kijeshi ambayo nchi za kimagharibi zikiungana na Marekani ziliamua kuingiza silaha na wanajeshi wao, lakini hakuna aliyeweza kuthubutu kuweza kuidhuru Urusi ama kuweza kuishinda Urusi. Vladimir Putin amedai Urusi ina nguvu na rasilimali za kumaliza kile ilichoanza katika operation yake maalum ya Urusi huko nchini Ukraine. Maoni yake siku ya Jumapili yalikuja baada ya kukataa tena kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 30 ambayo yangesababisha mazungumzo ya moja kwa moja na Kiev. Hii ni baada ya mataifa magharibi kumlazimisha rais huyo wa Urusi kukubaliana kusitisha mapigano ndani ya siku 30, akisema kwamba katika mataifa ya magharibi hakuna mwenye uwezo wa kuweza kuilazimisha Urusi kufanya kile wanachotaka wao, lakini pia watambue kwamba tuna nguvu na rasilimali za kutosha kuleta kile tulichoanzisha mnamo 2022 kwa hitimisho la kimantiki na matokeo ambayo Urusi inahitaji, alisema bila kufafanua zaidi. Mataifa ya magharibi yanadai kwamba Putin alivamia Ukraine kwa lengo la kuichukua Kiev na kudhibiti nchi nzima, lakini mstari wa mbele umehifadhiwa kwa kiasi kikubwa mashariki kwa miaka miwili. Lengo ni kuhakikisha usalama wa Urusi. Hata hivyo, kwa mujibu wa Putin, anasema lengo la kufanya operesheni hiyo maalum ya kijeshi ni kuhakikisha usalama wa Urusi wakati wote. Katika mahojiano na runinga ya serikali, Putin alisema kuwa lengo la Moscow linabaki kuondoa sababu zilizosababisha mzozo huu ili kuhakikisha usalama wa Urusi. Maafisa wa Urusi mara nyingi hutaja kuondolewa kwa sababu kuu za mzozo, kwa kifupi malengo yake ya kuondoa kijeshi Ukraine na katika hali zingine kutokomeza kwake kama nchi. Mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Moscow na Kiev katika miaka mitatu yamefanyika Istanbul siku ya Ijumaa, lakini yalimalizika bila maendeleo makubwa. Putin hata hivyo hakuhudhuria, ingawa Zelensky alitamani uwepo wa Putin. Licha yeye kuwepo, lakini hakutaka kushiriki katika mazungumzo hayo. Badala yake waliohudhuria katika mazungumzo hayo ni wajumbe wake maalum ambao wametoka katika nchi hiyo ya Ukraine. Siku ya Jumapili, Urusi ilizindua mashambulizi yake makali zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Ukraine tangu uvamizi huo mwaka 2022 na kurusha jumla ya ndege zisizo na rubani 273 zilizolipuka usiku kucha, jeshi la anga la Ukraine limeeleza. Kati ya hizo 88 zilinaswa na 128 zaidi zilipotea, labda baada ya kukwama kielektroniki. Mashambulizi hayo yalilenga mikoa ya Kiev, Dnipropetrovsk na Donetsk nchini humo. Yuri Ihnat, mkuu wa idara ya mawasiliano ya jeshi la wanahewa la Ukraine, alisema shambulio hilo lilikuwa kubwa zaidi la ndege zisizokuwa na rubani kuanza tangu vita hivyo. Shambulizi kubwa zaidi la awali la ndege ya moja isiyokuwa na rubani nchini Urusi lilikuwa katika mkesha wa mwaka wa 3 wa vita hivyo, wakati ilipoipiga Ukraine kwa ndege 267 zisizokuwa na rubani. Hata hivyo, inadaiwa kwamba mwanamke mmoja aliuawa na shambulizi la Kirusi. Hata hivyo, mkuu wa serikali ya mkoa wa Kiev alisema mwanamke mwenye umri wa miaka 28 aliuawa katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani kwenye mkoa huo, na watu wengine 3 wakiwemo mtoto wa miaka 4 walijeruhiwa. Mashambulizi hayo yametokea baada ya mazungumzo ya Istanbul kushindwa kufikia mwafaka wa kusitisha mapigano. Putin alikataa ombi la kukutana ana kwa ana kutoka kwa Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, baada ya yeye mwenyewe kupendekeza mazungumzo ya moja kwa moja kama njia mbadala ya kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine. Lakini pia usitishaji vita wa muda uliosisitizwa na Ukraine na nchi za magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani, Putin aliukataa. Rais Trump amesema anapanga kuzungumza na Putin kwa njia ya simu siku ya leo Jumatatu, kisha atazungumza na Zelensky na viongozi mbalimbali wa nchi za NATO kuhusu kumaliza vita hivyo huko nchini Ukraine. Endelea kutufuatilia, tutakujuza ni nini ambacho kinaendelea baada ya mazungumzo hayo. Naitwa Adam Hussein.